lazima viweze kuwa karibu na serikali na lazima viweze kuakisi malengo ya serikali. So serikali yaakisi malengo ya shirikisho. Unaelewa? Yaani nyinyi mnakaa kuna kama sisi hapa serikali wameenda wametoa bajeti yao. Kwa hiyo vyama vyote vya michezo vinatakiwa vikae vichukue ile bajeti ya serikali viangalie wapi wanaweza wakanufaika na uwepo wa bajeti. So serikali iangalie shirikisho hapa nini no. Hiyo kitu hakipo. Ndio nikasemaje? Namba moja kama wakumzungumzia katika maendeleo haya utazungumzia Mheshimiwa Rais mama yetu, sawa, wizara na baraza kwa kutengeneza mazingira rafiki ya kufanya kwamba watu waweze kuja na kujitokeza kuweza kuwekeza katika michezo. Hilo ndio jambo la msingi. Lakini leo ukiniambia kwamba hizo si AFCON na nini bado na hata ukiangalia hizo yenyewe AFCON hizo ulikuwa unasikia mara ngapi serikali imetoa pesa? Mara nyingi 500. Ulikuwa usikii? Wanawajibu kwa sababu wao ndio main. Unapozungumzia timu ya taifa, sawa, mtu wa kwanza ni serikali kuweza kuisimamia. Ndio mtu wa kwanza ambaye anahusika. Walipokuwa watawafuata kwa kushirikiana na lazima iwepo. Yaani hiyo sio dhambi. Na serikali anashirikiana na TFF, anashirikiana na chama cha mchezo cha kuogelea, anashirikiana na chama cha siwa windaji. Yeye kazi yake watu wote ni wa kwake. Yaani lazima. Sasa wewe ukiwa mpewa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama cha pengine wasio kwa kitu fulani, haina maana ndio na nguvu. Sasa Dominic tumalize muongea sana kwa kirefu. Mleti waliskalia chini ya uongozi wake kwenye max 1/100. Mimi binafsi nisikilize kwa makini nakwambia tena. Mimi siwezi kumreti kwa kiasi gani, lakini jibu langu la jumla ni kwamba wakati wake na aliyoyafanya binafsi naamini kwamba hapa alikotufikisha ndio alipaswa kutufikisha. Ni wakati wa wengine kutupeleka mbele. Usifikirie ni wajinga ambao walisema vipindi vya kuongoza. Sasa unanifahamu endorsement hawana. Hiyo issue endorsement mtakwenda kupata soon. Hii ni nchi huru. Unanifahamu? Hii ni nchi huru. Na ndio akasema vyama vyote sasa vinatakiwa viweze kulilei katika misingi ya utawala bora. Na anayesimamia utawala bora sio shirikisho. Ni serikali chini ya mamlaka zake ambazo zipo, ambazo zinahusika ziko mle ndani. Unanielewa sio? Kwa hiyo usifikirie kwamba unaweza kwa sababu wewe tu ndio upo kwenye chama cha mpira au chama cha kuogelea basi unaweza tu ukafanya jambo lolote kama upo kwenye nchi yako. Hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama hilo jambo limekwenda kiutaratibu litaendelea. Kama alikwenda kwa utaratibu litakufa na uchaguzi utafanyika kivingine. Take my words. Bwana mimi nimechukua hiyo. Take my words. Sasa Dominic Salama tutoke huko. Huko tumengea ukipata mimi hatutomaliza ile kwa maana ni mjadala mpana sana. Faisal Salum wanasema almost done deal. Na ulithibitisha. Sasa ukiniambia nikawa unakuja tu kuongea tena. Nilishakwambia toka mwanzo nilikwambia uje siku akishava jezi ya Yanga uje kuniuliza vitu vingine shingapi na nini, lakini kuhusu usajili wake nilishazungumza mwanzo na nikasema ni mchezaji wa nini wa klabu ya Yanga. Nitakachokuomba siku akitangazo ufike hapa uje kuniambia sasa bro tayari amekwenda Yanga kwa shingapi itakuwaje nije kuelezea hayo. Lakini nikiongeaga naongea mara moja. Chifu Nzobane Kamazu Mfela. Niko mmoja tu. Wanasema kwamba akiwa anadai mkataba mpya ndio ubora wake tunaoona hivi sasa. Kratos Chota Chama. Kuna muda ruhusishwa kama kuondoka Jangwani. Lakini sasa mambo yapoje Chief? Yaani hii kauli wengi wapende kuisikia kwa sasa hivi katika ligi yetu hii. Sawa? Yanga ukiona wanampoteza mchezaji basi ujue hawajamuhitaji. Yanga kwa sasa hivi katika ligi ya ndani. Yaani ukiona mchezaji anatoka Yanga sio anakwenda timu B, timu C, timu D, timu F, ujue haipo kwenye mipango yao. Lakini hakuna mchezaji yoyote asiyetamani kuchezea Yanga, hakuna mchezaji yote wa Yanga anaweza kutoa timu nyingine kama Yanga inamhitaji hayupo. Kwa hiyo yani wewe uwe nalo. Ukiona si nani ameondoka Yanga ameenda si timu gani, ujue Yanga hawakuwa na mipango nayo. Ndio kwa sasa ndio timu pekee ambayo ina mipango na maono na furaha na kila kitu bora katika soka letu, whether you like or not. Kwa muda alitajwa hapa Maxim pia Nzengeli kwamba alikuwa na mkopo, lakini baadaye wakasema kwamba Maxim ni mchezaji halali wa Young Africans. Hii mikopo wengi mmeanza kuosha mikopo, hata Mayele wasema na mkopo akauzwa, Azikiwe wasema na mkopo akauzwa. Hiyo ni tabia ya sitaki mbichi hizi ambazo watu tuko nazo. Yaani unaweza kaona bwana jamaa ana miki gari yule. Gari kwanza ameliona na mke wake lile. Ndio yeye sio la kweka la mkopo. Wewe ndio umelikosa. Maxim mchezaji wa Yanga ana contract miaka 2. Wakawa wanamzungumzia Pacome mchezaji wa Yanga
ana contract ya miaka mingine miwili, ana enjoy Yanga. Wakana anazungumzia mchezaji mwingine walikuwa wanamtaka Simba, naona huyu nadhani nitakupatia siku nyingine tumwache. Au leo to Yanga baada kina Chikola, hao ni wachezaji wa Yanga. Lakini Simba walikuwa wanamhitaji MVP wa Ivory Coast. Unajua nani? Yule ambaye kaenda Piano. Hapo nani MVP wa Ivory Coast? Alikuwa yuko Aseki. Ekue, somebody Ekue. Nani? Ekue. Hapo nani? Naomba uende ukamfuatilie. Alafu usingene ndio alafu nipate taarifa yake. Dominic, tumalize na hili hapa. Wanasema miongoni kitu ambacho kinamtoa Miloud Hamdi ndani ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu ni kwamba ni kocha ambaye ameshindwa kuimplement mbinu zake katika kikosi. Kusema kwamba ni kama tu anatembea na upepo wa Miguel Gamondi ambaye aliondokaga pia. Sio sahihi, sio kweli. Nafikiri tu ambacho kinaendelea pale ni makubaliano ambayo Yanga walikuwa wamekubaliana na kocha husika. Ukiangalia kwamba wale walimchukua ni kama ni kocha wa muda, baada ya kuwa ameondoka Gamondi akaja Mwalimu Sidi na akaondoka Gafa, ikabidi wamchukue azokaa pale. Kwa hiyo alichukuliwa kwa nasema ile kwa short project ambayo Yanga walikuwa wako nayo, lakini pia katika kipindi chake umeweza kuona aliweza kuichange timu kwa haraka, na ni miongoni ndio muda ambao Yanga walifunga magoli mengi. Yani katika magoli ya Yanga yote ambao wanayo mpaka sasa I'm not sure, lakini magoli mengi wamefunga kipindi ambacho yeye akiwa kocha. Yaani ukichukua muda wa katika msimu huu ukimchukua Gamondi na Sidi ukajumuisha magoli aliyopata na magoli ambayo Yanga wamefunga baada ya kuchukua Mwalimu Hamdi amefunga magoli mengi sana. Kwa binafsi ukiniambia kwamba ati anabebwa na ubora wa wachezaji wakati timu imeanza msimu ikiwa na Gamondi ikiwa na struggle inapata goli moja kwa shida mpaka watu wakaanza kulalamika, anakuja Mwalimu Sidi, timu inafunga na ruhusu kufungwa kama unakumbuka, yeye anakuja anafanya defense na kuwa solid na anafunga magoli mengi. Katika mechi za mwisho hizi amefunga magoli 17 bila kuhusu goli. Kafunga magoli 4, magoli 3, magoli 5, magoli 5. Hasa utaniambia kwa maana yake ametengeza uwiano tena kwa 0. Goli 17. Watu na goli 4 kwenye kila mchezo bila kuruhusu goli. Kwa hiyo utasemaje mbinu? Unasema pure art of defending. Sasa ndio hiyo. Kwa hiyo ukiambia leo kwamba eti amechukuliwa alikuwa anabebwa na ubora wa wachezaji si sahihi. Kwa nini? Kwa sababu wachezaji wao ndio walio kuepo wakati wa Gamondi, ndio wakati wa Sidi, ndio Yanga hiyo ambayo ilifungwa 3-1 na Tabora, ikafungwa na Azam, ikaanza kuruhusu magoli wakati wa Sidi, na leo hii imekuwa iko very solid. Kwa binafsi nafikiri ni miongoni mwa walimu ambao wamefanikiwa katika msimu huu, na kama pangekuwa pana farewell ndio atakayeweza kuwa kocha bora wa msimu, kwa sababu kwanza ameichukua timu katika kipindi ambacho ipo kwa transition. Akaja akabadilisha, amechukua timu ikiwa na struggle, alichukua timu ikiwa inapambania katika ubingwa ambao ilikuwa kama ilikuwa kwenda kupoteza, leo yuko juu kwa kuanza kwa alama moja. Why not sio kocha bora wa msimu? Miloud Hamdi ndio huyo possible MVP. Jean Charles anatajwa sana. Tena leo nitaka niweze vijana wangu. Hivi kanuni bado ipo? Ile kanuni ya magoli penalty mawili sana goli moja. Ipo. Ipo. Hakuitoa ile? Ipo. Watakuwa wameitoa ile, sidhani. Haipo ile. Kwa sababu goli 16 wachini yake na magoli 13. Nasemaje? Msimu huu ile kanuni bado wanayo, kanuni yao ile. Ile inafanya kazi mkiwa mmefungamana magoli. Mnaitafuta hiyo. Ipo ile? Ile ipo. Sasa hiyo ichukue, fanya apply as. Magoli mangapi penalty? Yaani 5 yanafika. 5? Wewe bwana vipi wewe? Nusu ya magoli yake. Kwa magoli 16 hapo ukacheza. Wewe kata nusu kwanza. Mimi sina takwimu, kata nusu. 8. Afu gawa kwa 2. 16. Gawa kwa 2 4. Afu plus na yale mengine nani? Bwana 12. Sasa mimi siko huko. Tuombe kigeni. Huyo ndio MVP wako sasa. Alafu nenda mbali, kaangalie aina hizo penalty sasa. Sasa hilo sio kosa lake yeye. Kayombo. Yaani kata magoli afu kaangalia aina penalty. Sasa hilo sio kosa lake yeye, ni kosa la watu wengine. Sasa ukiniambia ni mamlaka nyingi za mpira, kwa ukiniambia ambazo unasema kwamba ukiniambia sasa nianze kumtem kama MVP, nakosa ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira yaliyomfanya, yaani nashindwa kureti uwezo wake halisi. Sio, unanielewa? Nashindwa kureti uwezo wake halisi kwa sababu katika magoli yake aliyofunga na assist zake palikuwa pa changamoto nyingi za kiuamuzi ambazo zifanya mimi nishindwe kuwa na guts za kusema kwamba huyu ndio MVP wa msimu huu. Kwa hiyo shida basi uamuzi sio yeye. Sasa unanielewa? Hiyo effect inakula kote. Nyie mtampa awe MVP. Mimi kwangu mtu wa football napata shida. Ni kama leo uniambie na mchezaji kwa msimu amefunga goli 50 kwa timu yake, alafu hata magoli 50, magoli 40 ya penalty.
Alafu kwa mwingine mfunga goli 22 tu katika msimu. Alafu anapata hata moja. Alafu unamchukua yupi? Siye kuwaona. Kama umejibu swali langu. Mimi siye kuwaona. Bado ana goli 50 kwa msimu. Amefunga magoli 40 kwa penalty. 10 ya kawaida. Huyu ana goli 24. Zote kafunga hivi. Unamchukua yupi? Mimi namchukua huyo goli 24. Sasa hiko ninachokuambia kwamba huyo MVP wako mimi anashindwa kunishawishi kutokana na mazingira ya magoli na assist ambazo alikuwa amezipata. Binafsi MVP wangu ni Pacome Zouzoua. Bwana Pacome Zouzoua. Bwana, sisi tukushukuru sana bwana Chief Zobane Kamazu Mfela Fabrizio Romano wa Afrika. Nashukuru sana, karibu tena. Bwana, tutafika siku nyingine. Karibu. Mengi ya kuongea na wewe. Wewe najua unakuwa una mambo mengi. Karibu sana. Karibu siku nyingine. Bwana, shukrani sana.